Dakika 90 za mchezo mzuri wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba umeweza kutamatika kwa sare ya kutoweza kufungana. Si Simba wala si Azam ambaye ameweza kufumania nyavu za mwenzake. Lakini ndani ya hizo dakika 90 tumeweza kushuhudia matukio mengi na tata kulikweli ambayo yameweza kutokea ndani ya dakika 90, matukio ambayo kwa namna moja ama nyingine naweza kusema ya kwamba muamuzi wa mchezo ameshindwa kuyatafsiri vyema. Pengine angeweza kuyatafsiri vyema matukio hayo, tungesema mengine huenda mchezo huu ungekuwa una mabao kuanzia moja na kuendelea, lakini kutokana na uamuzi wa mchezo kushindwa kutafsiri vizuri sheria zile 17 imepelekea mchezo huu kumalizika kwa sare. Sasa miongoni mwa matukio ambayo yameweza kutokea na ni matukio tata ni zile penalti mbili ambazo klabu ya Simba waliweza kunyimwa. Penalti ya kwanza mchezaji Liba Seguya akifanywa madhambi katika eneo la 18 la timu ya Azam FC na beki Fuentes, lakini mwamuzi wa mchezo alitafsiri kama ile ni fair play, lakini hakuweza kuweka mkwaju wa penalti. Lakini tukio la pili ni lililoweza kutokea kwenye goli la Azam FC ambapo mchezaji wa timu ya Azam FC hapa namzungumzia Nasr Saduni, mpira ulimpiga kwenye mkono, lakini pia mwamuzi ameshindwa kutafsiri vyema lile tukio na matokeo yake akiacha kama fair play. Sasa kipenga cha mwisho cha Osman Kazi kimekuja kumaliza utata kabisa wa matukio hayo ambayo yameweza kutokea ndani ya mchezo kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kitu gani hiko ambacho kimeweza kuzungumziwa ndani ya dakika 90 kwenye kipenga cha mwisho? Undani wa taarifa hii nitakuja kujuza hapa SR Media Plus ili nawe uweze kufahamu na mchezo wangu kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa. Lakini kabla sije kusogezea moja kwa moja kuhusiana hiki, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kibichezo ambazo sisi huwa tunakujuza na kuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kibichezo, swala ni jepesi kabisa, mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe. Baada hapo hakikisha una turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kibichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali. Kama ninavyofahamu, dakika 90 za mchezo kati ya Azam FC dhidi ya timu ya Simba Sports Club zimeweza kutamatika kwa sare ya kutoweza kufungana, lakini ndani ya hizo dakika 90 kumekuwa na matukio mengi tata ambayo kwa namna moja ama nyingine waamuzi wa mchezo wameshindwa kuyatafsiri vyema. Miongoni mwa matukio hayo ni penalti ya mchezaji Liba Seguya ambayo klabu ya Simba waliweza kuipata, lakini mwamuzi wa mchezo Ahmed Alajiga alitafsiri ya kwamba lile alikupaswa kuwa mkwaju wa penalti bali ni fair play ambayo mchezaji wa timu ya Azam FC ameweza kumchezea faulo mchezaji wa Simba Liba Seguya katika eneo la 18. Sasa kwa upande wa mchambuzi Wilson Oluma, yeye kwa upande wake anaamini ya kwamba ile ilikuwa ni clear penalty na ameweza kuandika na kutoa maoni yake kuhusiana na tukio lile ambalo liliweza kutokea kwenye mchezo huo. Kwa upande wake ameandika na kusema ya kwamba clear penalty kwenye definition zote za kukaba duniani ili paswa kutafsiriwa kukaba isivyo halali kwa Fuentes Mendoza na ni mkwaju wa penalty. Ahmed Alajiga anaonyesha uoga wa maamuzi na anayejifunza kazi baada ya kutoka kwenye kifungo cha kimya. Hii ni hatari sana kwa mpira wa nchi. Hayo ni maoni yake mchambuzi Wilson Oluma kuhusiana na tukio lile la mkwaju wa penalti ambalo kwa namna moja ama nyingine timu ya Simba Sports Club wameweza kunyongwa. Lakini kwa upande wa mchambuzi mwingine hapa namzungumzia Naslin Alfani, yeye kwa upande wake ameweza kuweka maoni yake kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea kwenye mchezo huo kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Kwa upande wake ameandika kwamba Simba walistahili kupata penalti katika tukio la Liba Seguya, lakini Azam waliamuliwa kimakosa matukio mawili ya offside yaliyomhusisha Idi Nado. Siku nyingine ngumu kwa waamuzi wetu. Hayo ni maoni ya mchambuzi Naslin kuhusiana na mchezo kati ya Azam FC dhidi ya timu ya Simba Sports Club juu ya matukio tata ambayo yameweza kutokea ndani ya mchezo huo. Sasa kwa upande wangu, mara baada ya kuweza kutazama marejeo ya picha vilivyo juu ya matukio hayo
yaliweza kutokea kwenye mchezo huo ndani ya dakika 90, nimeweza kuona lile tukio la mchezaji Libase Gwe ilistahili kuwa clear penalty, kwa maana kwamba Fuentes Mendoza ameweza kumchezea mazambi Libase Gwe katika eneo la 18 na ni faulu yote itakayotokea eneo la 18 bila shaka ni mkwaju wa penalty, lakini mwamuzi Ahmed Alajiga ameshindwa kutafsiri hivyo. Lakini tukio jingine ambalo mchezaji Nasro Saduni alionekana kushika mpira nao pia ilipaswa ile kuwa ni mkwaju wa penalty kwa upande wangu, maana mpira ulienda direct katika mkono na mpira ulikuwa kwenye eneo la 18. Hivyo klabu ya Simba wamenyimwa penalty mbili. Pengine mwamuzi Ahmed Alajiga angefanya maamuzi sahihi, tusingeweza kushuhudia sare ambayo imepatikana siku hii ya leo. Huenda klabu ya Simba angeweza kupata ushindi na kuondoka hata na alama 3 muhimu kibidoni dhidi ya timu ya Azam FC. Sasa njoo tuambie kwa upande wako wewe kuhusiana na matukio hayo mawili ambayo nimekusogezea sasa hivi. Je, wewe una maoni gani? Je, ya matukio yalistahili kuwa ni mkwaju wa penalty ama unaungana na mwamuzi Ahmed Alajiga juu ya kile ambacho ameweza kukitafsiria kwamba ile haikuwa mkwaju wa penalty? Njoo tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, na sisi tutakuja kuchangia kupitia hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.